Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein na bado tunakujuza mambo mengi yanayojiri ulimwenguni, lakini ni huko Urusi kwa rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ambaye anasema hawatoiacha kuipiga Ukraine hadi pale amani ya kudumu itakapopatikana katika kile kinachoendelea suluhu la kisheria. Hata hivyo, rais huyo wa Urusi amesema kwamba kitendo cha Ukraine kuendeleza kurusha makombora yake na kuharibu miundombinu ya nchi hiyo imesababisha Urusi kupatwa na hasira na kuishambulia nchi hiyo kwa kutumia silaha nzito katika kipindi hiki. Tumekuwa tukivumilia kutokana na kile anachokifanya rais wa Marekani Donald Trump katika kutafuta amani ya nchini Ukraine. Tulikubali kusitisha mapigano ndani ya siku 30, lakini Ukraine haikuonyesha nia ya kutafuta amani. Sisi tupo tayari kwa ajili ya amani na tunatafuta amani ya kudumu katika mzozo nchini Ukraine. Hata hivyo, mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff ameiambia Fox News kwamba rais huyo wa Urusi wakati alipozungumza naye amesema kwamba mpango wake ni kutafuta amani ya kudumu katika vita vilivyoendelea kwa muda wa miaka mitatu. Witkoff alipewa jukumu na rais wa Marekani Donald Trump kuongoza mazungumzo na Moscow alikutana na Putin na washauri wake wawili wakuu siku ya Ijumaa. Mjumbe wa Marekani alitoa maelezo ya mazungumzo hayo katika mahojiano siku ya Jumatatu, akielezea mkutano wa karibu saa 5 na Putin kama wa kulazimisha na kusema ulileta mchakato wa amani wa Ukraine katika hatihati ya mafanikio. Kulingana na Witkoff, Putin anatafuta suluhisho la kudumu. Kwa hivyo, zaidi ya kusitisha mapigano tu, tulipata jibu kwa hilo, mjumbe huyo alisema na kuongeza, ilichukua muda kufikia mahala hapa. Sehemu muhimu ya mpango wowote, Witkoff alisema, itakuwa utambuzi kwamba Crimea, Jamhuri ya watu wa Donetsk na Luhansk na mikoa ya Kherson na Zaporizhia ni sehemu ya Urusi. Hata hivyo, alisisitiza kuwa makubaliano yaliyopendekezwa huenda zaidi ya masuala ya kimaeneo. Moja kati ya mambo muhimu ambayo Urusi inazingatia ni pamoja na kuwa ama kumiliki maeneo ambayo yapo katika miliki yao kwa sasa. Bado Witkoff anasema anaamini pande hizo mbili zinaweza kuwa katika hatihati ya kitu ambacho kitakuwa muhimu sana kwa ulimwengu wa ujumla. Mkutano wa Ijumaa ulikuwa watatu wa Witkoff na rais wa Urusi tangu Februari. Trump amekuwa akisema mara kwa mara analenga kumaliza uhasama nchini Ukraine haraka iwezekanavyo. Urusi imeshikilia kuwa iko tayari kwa mazungumzo ya amani mradi mahitaji yake muhimu ya usalama yatashughulikiwa. Moscow inapinga uwepo wowote wa NATO kwenye ardhi ya Ukraine na imedai kwamba Kiev iondoe majeshi yake na ikanushe ifuate msimamo wa kutegemea upande wowote na kutambua hali halisi ya ardhi ya eneo hilo. Serikali ya Urusi imesisitiza kuwa haitokubali kusitishwa kwa mzozo huo ambao unashikiliwa kuwa utasababisha uhasama mpya baadaye. Moscow imetaja ukiukwaji wa Ukraine wa kusitisha pendekezo la Marekani la kusitisha makombora katika miundombinu ya nishati ni uthibitisho wa kutokuamini kwa Kiev na kwamba inaendeleza uhasama kati yake na Urusi. Akizungumzia mkutano wa Putin na Witkoff, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumanne kuwa hakuna muhtasari wazi wa makubaliano yoyote bado, lakini kwamba kulikuwa na nia ya kisiasa ya kusonga mbele. Moscow iliongeza tathmini yake na kufanya mawasiliano ya kujenga na makubwa zaidi na upande wa Marekani. Hata hivyo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky bado anafikiri kwamba pengine rais wa Marekani Donald Trump mpango wake ni kuegemea upande mmoja wa Urusi, jambo ambalo halitoweza kutengeneza mazingira salama ya kumaliza mzozo huo. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.